Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri ulimwenguni, na wakati huu tunaelekea huko katika Mashariki ya Kati ambapo inadaiwa kwamba wanajeshi wa Israel wameingia katika meli iliyobeba misaada, ambapo wanaharakati wanaeleza kwamba huu ni mpango mwingine wa Israel kudhoofisha hali ya ubinadamu huko katika ukanda wa Gaza. Wizara ya mambo ya kigeni ya Israel imesema meli iliyobeba wanaharakati waliokuwa wakijaribu kuingia katika ukanda wa Gaza imevutwa na wanajeshi wa majini baada ya kufanikiwa kuingia kwenye meli hiyo kwa jina la Medlin. Israel imesema hakuna aliyejeruhiwa katika operesheni ya kudhibiti chombo hicho ambacho kimepelekwa Israel, na kuongeza kuwa waliokuwemo kwenye boti hiyo watarejeshwa kwenye nchi zao. Wanaharakati waliokuwa ndani walithibitisha kuwa wanajeshi wa Israel wameingia kwenye meli hiyo iliyokuwa ikijaribu kupeleka misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza, wakikaidi kizuizi cha Israel cha baharini. Mawasiliano yamepotea kwenye meli ya Medlin. Kundi la Freedom Flotilla Coalition FFC lilisema kwenye mtandao wao wa Telegram. Picha iliyochapishwa mtandaoni ilionyesha watu waliovalia majaketi ya kuokoa maisha wakiwa wameketi huku wakiinua mikono yao juu, ishara ya kwamba wamesalimu amri mbele ya jeshi la IDF la nchini Israel. Mwanaharakati wa hali ya hewa Greta Thunberg ni miongoni mwa wale waliokuwa ndani ya meli hiyo. Hata hivyo, wakati huu ni wakati ambapo Israel inaonyesha nguvu ya hali ya juu katika mapambano katika eneo la ukanda wa Gaza, huku ikionya kwamba haipo tayari kuona watu wakiingilia kati jambo hili, hasa uingiaji wa silaha pamoja na fedha, lakini pia na hata chakula nacho pia walizuia. Lakini wakati huu, kutokana na mashinikizo kutoka katika mataifa mbalimbali ulimwenguni, ilifikia hatua Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na timu yake wakaona hakuna namna isipokuwa kukubaliana na kile ambacho ulimwengu unaeleza, kutokana na masikitiko yao ya namna ambavyo Israel inafanya katika mzozo huo wa ukanda wa Gaza. Hata hivyo, bado hali si shwari katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, kwani idadi kubwa ya watu wanauawa kutokana na vita hivyo. Raia wamekosa amani kutokana na vifo ambavyo vinawaandama, lakini pia kutokana na namna ambavyo Israel imeamua kuwatendea watu wa ukanda wa Gaza, lakini pia namna ambavyo Israel haiko tayari kuhakikisha kundi la wapiganaji wa Hamas linaendelea kuwepo. Sasa wameamua kufanya mashambulizi hata katika majumba ya raia wa kawaida, wakiamini kwamba Hamas wamejificha katika maeneo hayo. Hata hivi inadaiwa kwamba Wapalestina 10 wameuawa Gaza katika siku ya Jumapili wakitafuta msaada wa chakula. Shirika la ulinzi la raia la Gaza limesema mashambulizi ya Israel siku ya Jumapili yamewaua takribani watu 10, wakiwemo wasichana 2 katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Msemaji wa shirika hilo Mahmoud Basal amesema miili ya watu waliouawa na majeruhi wamepelekwa katika hospitali ya Nasser iliyopo katika mji wa kusini mwa ukanda wa Gaza, Rafah. Watu hao walikuwa wakielekea katika kituo cha usambazaji wa misaada kinachoshukiwa kuwa na uhusiano na Israel na kinachoungwa mkono na Marekani, GHF, wakati vikosi vya Israel vilipowafyatulia risasi kwa madai kwamba walikatiza katika maeneo yasiyoruhusiwa ya vikosi hivyo. Hayo yanajiri wakati waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz akisema kwamba wameliagiza jeshi kuzuia msafara wa misaada unaojumuisha wanaharakati wa mazingira wa Sweden Greta Thunberg kutokutia nanga kwenye ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio yanayojiri huko katika ukanda wa Gaza. Ni kile ambacho kinaendelea baada ya meli ya wanaharakati kuelekea katika ukanda wa Gaza kwa ajili ya kutoa misaada kuzuiwa na jeshi la IDF la Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya ulimwengu.